Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi na sasa ni habari za biashara na uchumi. Jumuiya ya wafanyabiashara wa Zanzibar, Tanzania Bara na Singapore kwa pamoja zimekubaliana kufanya kazi kwa pamoja ili kuendeleza umoja na udugu katika kukuza uchumi na ushirikiano ulioanzishwa na viongozi wakuu wa mataifa hayo. Taarifa zaidi na Juma Kasim. Ni kauli yake mwenyekiti wa Jumuiya ya wafanyabiashara Zanzibar Al-Amuri aliyotoa kando ya jukwaa la kukuza ushirikiano na kujadili fursa za uwekezaji kati ya wafanyabiashara wa Zanzibar, Tanzania Bara pamoja na Singapore, jukwaa lilofanyika mjini Unguja. Akizungumza kuhusu kikao hicho, Al-Amuri anasema wamekubaliana na kusaini hati ya ushirikiano wa jumuiya hizo tatu. Tunafikiria kuweza kutengeneza a business council baina ya Tanzania, Zanzibar na Singapore, ambayo ndio itakayotoa mwongozo mzuri zaidi wa kuhakikisha kuwa tunaelekea katika maeneo ambayo yataweza kutusaidia kunyanyuka sisi na wao. Maeneo ambayo tumeeleza zaidi ni yale ya ushirikiano wa kuhakikisha kwa kuwa tunaweza kufanya biashara katika pande zote mbili, hasa katika kusaidiana kuhakikisha kwa kuwa zile maeneo ambayo yako mazuri na yako katika mazingira mazuri ni kwamba tuna share information baina ya hizi jumuiya tatu. Aidha, Al-Amuri anasema kupitia ushirikiano huo wafanyabiashara wataweza kujifunza mambo mbalimbali ya kukuza biashara na ukuaji wa uchumi. Singapore wawekezaji wengi ni wananchi vile vile. Kwa hivyo nafikiria hata hapa Zanzibar hiyo kiu tutaweza kuipata, na ni vizuri sana ni kwamba kuhakikisha kwa kuwa na sisi wananchi tunafaidika katika investment ambazo zinafanyika katika nchi yetu. Mkurugenzi mtendaji mamlaka kukuza uwekezaji Zanzibar, Saleh Saadi Mohamed, anasema lengo la kuwakutanisha wafanyabiashara na wekezaji ni kujenga mashirikiano. Kana port, lakini tunao viongozi wakubwa katika Chamber of Commerce ya kule Singapore pamoja na viongozi wengine ambao wapo katika zile bodi za wawekezaji na wafanyabiashara wa Singapore. Wengine ambao tuko nao wawekezaji katika maeneo huru kwa upande wa Singapore, na tutakuwa tunao karibu kuhakikisha kwamba yale ambao wamefanikiwa na sisi tutapita humo, tutasoma na sisi tuweze kufanikiwa kama walivyofanikiwa wao, lakini muonekano unaonyesha kwamba wamefurahia Zanzibar, wamezifurahia fursa ambazo zipo Zanzibar na wapo tayari kuwekeza nchini mwetu. Katika jukwaa hilo, mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ilionyesha maeneo ya uwekezaji na fursa zilizopo katika utalii, bandari na maeneo huria ya uwekezaji yaliyopo Unguja na Pemba. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Wadau wa sekta ya utalii nchini wametakiwa kuwekeza zaidi katika ubunifu, tafiti na ushirikiano wa kimkakati ili kuongeza ushindani wa Tanzania katika soko la utalii duniani na kukuza mchango wa sekta hiyo katika uchumi wa taifa. Mwandishi wetu Jamila Omar anaarifu zaidi kutokea Arusha. Wito huo umetolewa jijini Arusha wakati wa uzinduzi wa awali wa maandalizi ya kongamano na maonyesho ya 4 ya kimataifa ya utalii mwaka 2026 linaloandaliwa na Chuo cha Uhasibu Arusha, litakalowakutanisha wadau wa utalii, watafiti, watunga sera, wafanya biashara na washirika wa maendeleo kutoka ndani na nje ya nchi. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo kwa niaba ya mkuu wa Chuo cha Uhasibu Arusha, makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia taaluma, tafiti na ushauri, Dr. Grace Temba amesema kongamano hilo ni jukwaa la majadiliano, ubunifu na ushirikiano wa kimkakati kwa maendeleo ya sekta ya utalii. Tunawaweka pamoja, tunawaleta pamoja wadau mbalimbali. Tunatoa taarifa mbalimbali za kitafiti zilizofanywa na wadau mbalimbali, lakini pia na Chuo cha Uhasibu Arusha. Tunakutanisha wadau wa mbalimbali, kwa mfano watengeneza sera au watunga sera wa taasisi. Tunakutanisha wadau wenyewe wanaoogelea kwenye sekta ya kitalii. Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sayansi za jamii IAA Lona Mwijarubi amesema mkutano huo utawakutanisha watafiti, wafanya biashara, wataalamu na wawekezaji kujadili fursa na changamoto zinazoikabili sekta ya utalii. Kwa washirika na wadhamini wetu waheshimiwa, tunatarajia si tu kupata udhamini wa kifedha, bali pia kujenga ushirikiano
wa muda mrefu utakaosaidia kuendeleza tafiti na ubunifu katika utalii. Tumeweza kupata uwanda mkubwa, sisi kama wanafunzi tunapata fursa kupitia hizi innovations zinazofanyika hapa. Pia kwa upande wa AFCON ambayo itafanyika mwakani, na tumejiandaa vizuri ambapo tutautangaza utalii kupitia AFCON. Kongamano hilo na maonesho ya 4 ya kimataifa ya utalii mwaka 2026 unatarajiwa kufanyika Septemba 25 jijini Arusha. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Na nchi ya Slovakia imefungua ubalozi wake hapa nchini kwa lengo la kuimarisha ushirikiano katika maeneo mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo na mifugo, ambapo watajifunza kutoka Tanzania na kutoa fursa za ajira kwa Watanzania kwenda kufanya kazi katika sekta hizo. Tupate taarifa kamili. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa bodi mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi TISEZA, Balozi Dr. Azizi Mlima amesema kufuatia nchi hiyo kuonyesha nia ya kuwekeza katika sekta mbalimbali, amewataka vijana kuchangamkia fursa hiyo ikiwemo eneo la teknolojia kwa kukuza ubunifu. Ushirikiano kama unaweza kutoa fursa pana zaidi kwa Tanzania kuweza kutumia fursa zilizopo kule kuzileta hapa, kuongeza thamani katika mazao yetu na bidhaa zetu, na hatimaye ushirikiano ukajenga uchumi mkubwa ambao ndio upo tunaotarajia katika dira yetu ya maendeleo ya 2050. Na kwa kufanya hivyo, dira yetu ya maendeleo ya taifa inahitaji 70% ya kazi zote zifanywe na private sector. Mkurugenzi wa idara ya ushirikiano wa biashara za pande mbili katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ulaya Jamhuri ya Slovakia, Daniel Koradova, amesema fursa ni nyingi za ushirikiano, huku akizitaja sekta kuu wanazoona zina nafasi kubwa ya kushirikiana. For opportunities for cooperation, the main sectors are the travel industry, utalii, usimamizi wa maji taka pamoja na usafiri wa umeme. Pia kuna maeneo ya kidigitali na ulinzi wa mifumo ya mitandao pamoja na sekta ya kahawa, dawa na bidhaa za afya na nishati ya nyuklia. Tunaamini sekta hizi zinaweza kufungua milango ya ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara wenye manufaa kwa pande zote mbili kati ya Slovakia na Tanzania. Eden Bahati, Channel 10. Na mwisho wa habari za biashara na uchumi kutoka hapa Channel 10 Plus. Na kwa taarifa hiyo basi inatupa nafasi pia kwenda kuangaza kwa upande wa michezo na burudani, ambapo Esther Mtebe atakuwa hapa.